ya watu wameripotiwa katika eneo la Rusabagi baada ya kudaiwa kutoka Bukavu wakijaribu kuelekea Uvira kupitia njia ya Plonde Ruzizi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu hao walishindwa kupita njia ya kawaida kuelekea Uvira na kuamua kutumia njia mbadala, ambapo walikamatwa na wapiganaji wa wazalendo waliokuwa wakilinda eneo hilo. Hadi sasa sababu ya safari yao na utambulisho wao bado haujawekwa wazi, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mazingira kamili ya tukio hilo. Kijiji cha Kanune kilichopo katika kitongoji cha Ikobo, wilaya ya Walikale, mkoani Kivu Kaskazini, kimeripotiwa kuwa uwanja wa mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo Jumapili Machi 22 mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapambano hayo yalianza mapema majira ya saa 11 alfajiri, wakati wazalendo walipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi za waasi waliokuwa wakidhibiti eneo hilo. Tangu wakati huo, milio ya silaha nzito na nyepesi iliendelea kusikika, huku wakazi wa eneo hilo wakibaki manyumbani mwao kutokana na hofu kubwa ya usalama. Inakumbukwa kuwa kitongoji cha Ikobo kilichukuliwa na waasi wa M23 AFC takriban mwaka mmoja uliopita baada ya kufurushwa wazalendo waliokuwa wakidhibiti eneo hilo. Tangu hapo, hali ya usalama inaendelea kuwa tete. Katika wiki za hivi karibuni, kumekuwa na taarifa za kuongezeka kwa harakati za kijeshi za waasi katika maeneo jirani, hususan na kuelekea Kisimba, jambo linalodaiwa kusababisha kupungua kwa nguvu katika baadhi ya ngome zao, hasa upande wa magharibi wa Beleusa. Hali hiyo inaaminika kuwa moja ya sababu ya jaribio la sasa la wazalendo kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Kinshasa, Machi 22 mwaka 2026, kiasi cha takribani dola milioni 1.9 za Kimarekani kimekamatwa Jumapili katika uwanja wa ndege, hatua iliyochukuliwa na mamlaka husika kufuatia taarifa za uwezekano wa matumizi yasiyo halali ya fedha hizo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, barua ya uamuzi huo imetumwa kwa viongozi mbalimbali wa juu wa serikali, ikiwemo waziri mkuu, gavana wa benki kuu, waziri wa fedha pamoja na Senarefe, kitengo cha taifa cha upelelezi wa fedha. Aidha, taarifa hiyo imewasilishwa pia kwa kamati ya usimamizi wa mali zilizokamatwa na kutaifishwa pamoja na taasisi nyingine muhimu za serikali kwa ajili ya ufuatiliaji na hatua zaidi. Hatua hiyo inaonyesha uzito wa tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo cha fedha hizo na matumizi yaliyokusudiwa. Mamlaka zimeeleza kuwa swala hilo linachukuliwa kwa umakini mkubwa kutokana na hatari zake kwa uchumi na uadilifu wa taasisi za umma. Baadhi ya wapiganaji wa wazalendo wanaoishi Uvira na maeneo jirani wametoa wito kwa gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi kuheshimu madai yao, wakisema wamejitolea kulinda ardhi dhidi ya makundi yenye silaha yanayodaiwa kuungwa mkono na Rwanda kutokana na kile wanachokiita ni kupuuzwa kwa haki zao. Maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika hivi karibuni Uvira ili kuwasilisha hoja zao mbele ya mamlaka. Hata hivyo, hali hiyo imeibua wasiwasi mkubwa wa kiusalama. Kiongozi mmoja wa wazalendo anayejulikana kama Dawa ya Panya, akiwa katika maeneo ya mapambano, alieleza kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mvutano mkubwa siku zijazo iwapo hatua hazitachukuliwa. Licha ya kutokufanyika kwa maandamano hayo, hali ya usalama imeripotiwa kurejea kwa kiasi katika maeneo ya Kigurwe, Kabunambo na Sange baada ya mapambano makali yaliyotokea siku mbili zilizopita. Mapambano hayo yalisababisha madhara makubwa, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali pamoja na ongezeko la wakimbizi wa ndani. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wadau wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo na hatua za haraka za kurejesha utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Ninawasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani.
Ninatumaini mko salama na sisi tuko salama. Tunashukuru Mungu kwa neema yake, ametupatia uzima na uwezo kwa kufika mida kama na hii. Ni wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake, dawa ya panya. Nikiwa leo nakuya kuongea, iko dimanche le 22 mars 2026. Nikikuya kupana message concernant na manifestation yetu tungelifanya sisi wazalendo concernant gouverneur wetu Jean-Jacques Purusi ku hali yenye iko naendelea kutuonesha. Nikisema ya kwamba wandugu zangu wa Kongomani, sisi wazalendo tulikuwa sasa decide kuingia mbalabala na kufunga balabala na kurevendike droit zetu sisi wazalendo, ila wenye walitutuliza ni député provincial ndo balikia kutuona, député provincial ndo balikia kuona ba coordinateur yetu wa mouvement, bakaikalisha chini bakawambia kwamba munaweza kutusame na mutuheshimie comme député provincial yenu, mututume na sie kwanza twende tumuone gouverneur, tumusikie ni nini yenye natuma bitu abendeki na ni nini yenye probleme natuma nini wazalendo munareklame madroit yenu, na vile si tukabadetaye maprobleme yetu yenye tuko tunafanya mademande concernant na bitu yenye tuko tunalomba kwa gouverneur. Anatuzarau na kutuonyesha kwamba defa kama sisi wazalendo hatuwezi lomba kitu na hatuwezi sema kitu kwa gouvernement, hatuko kitu. Basi tukaona sasa vile inakuwa zarau, na tax yenye tuko tunapata ile pourcentage kidogo kwa petrolier akafunga biote na nini, maana kila kitu aliarete. C'est comme sisi wazalendo tunakatala kupigana vita, wala ndio yenyewe anatuima chakula. Hapana, hakuna mzalendo mwenye kwa mvila Uvira mwenye iko kufro. Kila mtu na kila general iko kufro na basoda yake. Mimi tulishangala tu kuona gouverneur anachange tabia, atuyue anaingia munini kazi ya kwenda Burundi kwenda kufanya ambiance na Banyamulenge Batusi ba Rwanda, anaanza kuwaleta na bapatia maposte hapa kuporo hapa. Naanza tu identifier umoya anaitwa kwa jina la Matias. Ule Matias ni mtu alikimbia na ba M23 alitumika nabo akaenda Kamanyola. Mimi tulishangala banampitia munjia hapa frontier na bana hapa sasa iko natumika hapa kuporo tu ya Kalundu. Ni kusema ya kwamba solution hayapatikana. Solution hayapatikana ni juste tu tulipata ka message kiloko kenye bali tusikilizisha masikio, banatuambia kwamba tuache makelele kwanza, tuchunge ba député provincial baende bamuone, akibadharau nabo ndio tutafanya kile kenye tunapenda sisi wazalendo. Ndio ile kukosekana na situation yetu sisi wazalendo, tunachunga tuangalie reality nani matokeo yenye tatokea kwa député provincial yenye walikia kutuona kwenye bataenda kumuona naye gouverneur, tuyue nini atabambia. Na kosekana mafro yote hapa kwetu Sange, Kabunambo na Kigurwe kameme ni situation iko kalme kabisa. Adui malgré qu'on a jigafoxe na sisi wazalendo na sisi tuko tunajigafoxe, hakuna debordement yote ile yenye adui atapenda atuprofite wala kwa makelele kusema kwamba adui ataingia. Hapana, na hakuna mzalendo mwenye atatoka kumalinde fro. Sisi wazalendo tuko bingi sana, kunaweza kukuya kiloko na ile kiloko iko ndo ni msante vile bengine bote biko kumalinde fro. Hakuna hata mmoja mwenye tutaanza tosha soda hata mmoja kufro tuende tupigane twende tuanze fanya maandamano. Hapana, tuko ba mingi sana na benzetu tuko mu Aksa Minembwe. Aksa Minembwe adui na bakia na aerodrone ndo yenye adui na bakia nayo. Me entite yote ya Minembwe, ndugu mtangazaji, nikikwambia kwamba entite yote ya Minembwe adui aanze jitapa kwenye na kamata ndani, atwa aseme na kama kweli na dhibiti Minembwe yote, afanye maimaji ya publier tuone. Atuyapenda kwanza kupartager ma message ya mingi na kupublier sana juu ya kupana ma position yetu si wazalendo kwenye tunafikia mu Aksa Minembwe. Minembwe adui anabakia nafasi yenye kunaitwa aerodrome ya Minembwe, ndio kwenye adui anabakia na dhibiti. Ingine kote hakuna mahali kokote kule adui anadhibiti. Ndio ile ni kusema ya kwamba adui hakuna nguvu yote ile, na bientôt la mutasikia Minembwe yote tunaisafisha
juu tuko tunafanya ratissage kila siku Minembwe, na Minembwe kweli mateke kuna kamatiwa kila siku mateke kuna kamatiwa na mo plateau hapa kwa Tuvira, Muramvya, adui Kameme ule mwenye alikiaka kuchokoza mu aksi ya Kirungu alipigwaka, na hadi leo atui tena, atui kwenye anasimamia saa hii, atui kabisa, kutawanyika mubaya. Ndo ile anayeongea hapa muda kama na hii. Leo tuko dimanche le 22 mars 2026. Ni wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake dawa ya panya. Asante, Mungu awabariki.